Madereva wa marori yanayoenda nchi za kusini mwa Afrika kupitia mpaka wa Tunduma wameiomba serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Zambia kuingilia kati kutatua changamoto zinazowakwamisha uvukaji wa haraka ili kuondoa msongamano wa magari ambao unaathiri shughuli za kiuchumi na kijamii kwa madereva na wakazi wa Tunduma. Taarifa zaidi na Dickson Kapungu kutoka Songwe. Wakizungumza na EATV, madereva hawa wanasikitishwa na msongamano wa magari mjini Tunduma unaowalazimu kukaa siku zaidi ya 3 katika foleni wakisubiri kuvuka mpaka, huku wakikabiliwa na changamoto mbalimbali zinazowapelekea kuililia serikali kusaidia uchumi wa madereva. Tunaathirika kwa kifupi, yani hata ile pesa unaopewa ya mileage haiwezi kutosheleza kwa aina yoyote, hata upewe kiasi gani kwa mfumo huu haiwezi kutosha. Yaani hapa cha msingi tu hii serikali ingekaa ijue ni jinsi gani ya kumsaidia dereva. Kama unapotoka Tanzania, huu mzigo tayari ni mzigo wa watu ambao ni transit, unataka upitilize moja kwa moja upande wa pili Zambia. Lakini kinachosababisha kwamba mzigo unakaa Tanzania huku bila kuvuka upande wa pili sijui ni kitu gani. Ningeshauri serikali ya mkoa au serikali kuu iweze kuzungumza upande wa pili wa nchi ya Zambia, kama kuna uwezekano wafanye ile skana iwe 24 hours kama ilivyokuwa hii upande wa Tanzania, na ukatazama upande wa Zambia kule huwezi kukuta foleni kwa sababu 24 hours ile skana inafanya kazi hapa Zambia, hapa Tanzania. Lakini kwa upande wa Zambia ni kwa mpaka saa 2 saa 3 mzidi sana saa 5 inakata. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Mawakala wa forodha wanaohudumu mpakani wanasema licha ya kuongezeka kwa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam, chanzo kikuu cha msongamano ni kutokuwepo kwa ulinganifu wa mifumo ya kiforodha kati ya nchi za Afrika Mashariki na zile za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Sisi tuna mfumo unaitwa Single Custom Territory kwa nchi za Afrika Mashariki: Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda na Burundi. Sisi tunabadilika kwenda TANSIS, Zambia wakabadilika kwenda Skuda World. Kwa hiyo mifumo yetu haingiliani. Lakini pamoja na hayo hatuko kwenye jumuiya moja. Hatua ya sababu hizi zinamlazimu mkuu wa mkoa wa Songwe kuunda tume ya kufuatilia kwa kina sababu zinazopelekea msongamano huu, na baada ya kupokea taarifa ya tume, RC Chongolo analazimika kuzishirikisha wizara za kisekta katika kuandaa ajenda za kikao cha ujirani mwema kitakachotoa suluhu ya kudumu ya changamoto baina ya Tanzania na Zambia. Tuite wizara ya uchukuzi kwa maana ya level ya waziri na katibu mkuu ambaye ni mtendaji wake, lakini tuite watu wa wizara ya mambo ya ndani kwa level ya wizara na kule lakini tuwaite watu, tuwaombe watu wa wizara ya viwanda, lakini hapa tupate watu wa wizara ya ujenzi tukae nao, lakini tuwapate wizara ya fedha tucomply wote kutokana na uhalisia na sio hisia. Nadhani hili ni la muhimu. Hicho kikao kitakuwa ni kikao cha maandalizi ya kikao cha ujirani mwema. Tukishapata hoja zetu za msingi sasa ndio zinatubeba kutupeleka upande wa nini? Wa pili. Mimi ni Dickson Kapungu wa EATV Songwe. Asante sana Dickson Kapungu kutoka Songwe. Na mtazamaji, nikikutoa sasa mpakani huko moja kwa moja nikurejeshe hapa jijini Dar es Salaam ambako tunaambiwa